Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa siku ya leo lundi le 23 février 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa mbichi za mchana wa leo tutawapeleka kwenye uwanja wa vita kwenye mambo yanaendelea kuharibika. Mapigano makali kati ya FARDC na wazalendo zidi ya waasi wa M23 yanaendelea kukamata hatua nyingine mu territoire ya Kalehe. Asubuhi ya leo mapema kuliripotiwa mapigano yakaendelea mpaka mchana huu tuko naongea. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi konasikika mweneo ya Katasomwa pamoja na eneo ya Lumbishi pale kabisa. Tutawaambia koma vita vilianza na jinsi kwa sasa vita viko. Upande mwingine tutawapeleka kule Walikale. Utulivu ulipatikana katika eneo ya Buhaya pamoja na Fungura baada ya masaa mengi na wazalendo na M23 na wako napigana. Wazalendo walifanikiwa kuwafukuza waasi wa M23 mu eneo hizo. Ni ataki ambayo walikuwa wameifanya ili wasonge mbele hawakuweza. Tutawaambia koma vita vilikuwa kule mu Uvira pale mwingine wa Uvira. Taarifa nzuri kabisa ni ya kwamba mpaka wa Gatumba Kavimvira pale Uvira na Burundi uishafunguliwa. Hizi habari niliziwaambia kwa machache jana kwamba ile frontiere itafunguliwa leo kabisa, iko natumika leo lendi. Tutawapeleka kule Beni kwenye kuko kikao cha hali ya juu ambacho ni kikao kitakacho ongelea kuhusu mambo ya ADF, matokeo mwanzo wa ADF pamoja na matokeo ya ADF na maamuzi kabisa yanayostahili ili kuweza kupiganisha ADF na kumaliza kabisa swala la ADF kule maeneo ya Ituri na Beni na Lubero kwenye inatumikiaka. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa nazipata taarifa zetu kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia link yenye iko pale mu description. Gusa kwenye titre pale chini ya titre utapata linki hiyo. Uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utajiunga na utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja. Tuwapeleke kwenye uwanja wa vita. Ndugu zangu, mapigano ni makali tena makali sana. Taarifa tunazo kutoka kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Kalehe. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi inasikika katika eneo ya Lumbishi pamoja na eneo ya Katasomwa. Mapigano hayo makali yalianza asubuhi ya leo mapema 5h du matin, ndipo milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika pale. Wazalendo na FARDC ndio wenye waliatakia M23 katika eneo ya Katasomwa. Unajua kwamba Katasomwa na Lumbishi ni eneo ambazo zinakaliwa na waasi wa AFC M23 kwa siku mingi. Eneo zile sasa FARDC iliziatake kuanzia saa 11 asubuhi. Ilipofika saa 3 saa 4 ndege zikaingilia kati madrone kubombarde mapozisio ya waasi wa AFC M23 pale katika maeneo ya Katasomwa na Lumbishi. FARDC na wazalendo wanaendelea kuatake sana maeneo yale, donc wako nataka nao waavance maeneo yale waya rekipere.
kwa sababu waliatake kutoka kona zote maeneo haya mawili na wakatumikisha hata ndege ziwasaidie pale ili kuweza kuwafukuza ama kuwatosha ama kuwajengua ama kuwatimua waasi wa AFC M23 katika eneo zile. Mapigano yanaendelea sasa. Waasi wa AFC M23 wako na shambuliwa vikali sana katika maeneo yale. Hivyo matokeo tutakuja kuyajua baadaye. Donc vita vingali matata pale. Kama FARDC na wazalendo watafanikiwa kuavanse na warikipereka Tasomwa na Lumbishi, tutakuja kuwaambia, na kama hawataweza, kama AFC M23 itaresiste na kuwarudisha nyuma, nako tutawaambia. Mapigano ni makali. FARDC iliatake pamoja na wazalendo na wako natumikisha ndege za kivita pale. Wanataka warekipere eneo zile mbili zinazopatikana mho plateau de Kalehe, pale ni province ya Sud Kivu, eneo ya Katasomwa na Lumbishi kabisa ni kivumbi na jasho. Mapigano hayo yanasababisha wakaaji wengi kukimbia maeneo yao. Donc wakaaji wengi wanaendelea kuyakimbia makazi yao wakielekea katika misitu, wengine katika maeneo tofauti karibu na pale yenye usalama. Kwenye uwanja wa vita hakuna utulivu ndugu zangu, hata kama kuna ile CCLF, mapigano ni makali. Wakati vita vilianza kule Mulumbishi pamoja na Katasomwa, AFC M23 kupitia porte-parole wao wa kijeshi Lawrence Kanyuka alitangaza ya kwamba FARDC iko naendelea kufanya ukiukaji vita na kuwashambulia katika maeneo yao. Anasema kwamba milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi na mabombe zenye FARDC iko narusha pale ziko na piga maeneo ya ukaji na mapozisio zao, na ile ni ukiukaji mkubwa wa usitishaji vita uliotolewa na Angola. AFC M23 inatoa wito kwa community internationale na nationale, na inasema kwamba inatoa temweka kwa makomunote hayo kwa ginsi kabisa AFC M23 iko na kiuka usitishaji vita plito FARDC na wazalendo. Hivyo wanasema kwamba wanajitolea kupigana na kudefendre maeneo yao. Hapa sasa AFC M23 kama kawaida, komedia wanalalamikaka sana wakati mapigano iko, wakati wako nashambuliwa, malalamiko haiko zake komedia. Me FARDC iliwatake hapa kama kuriposte, kwa sababu usiku huu kuanzia jioni ya jana ikafika usiku huu, na ni kuanzia jana, hata kuanzia jana njo mapigano yalianza kule Mwalikali. Waliatake FARDC na wazalendo katika maeneo ya Buhaya na Fungura. Ilikuwa kulingana na vyanzo vya utawala na desturi vya eneo hilo, wasama ulizuka hata kama kuna usitishaji. Waasi wa AFC M23 walifanya mashambulizi ya wakati mmoja donko alafua zidi ya maeneo ya wazalendo kwenye vilima vya Buhaya na Fungura, vilele viwili ama vilima viwili vya kimkakati vinavyo angalia kijiji cha Katobi. Nafasi hizi zinachukuliwa kama kufuli la usalama kwa ajili ya ulinzi wa mji wa Pinga, ambalo mara kwa mara hukabiliwa na mashambulizi ya silaha. Donko pale kabisa ziko position za nguvu za FARDC na wazalendo zinazolinda Pinga, kwa sababu Pinga AFC M23 inapendaka iavance sana kule ikamate. FARDC ishakatia maposition tofauti mu kilomita chache na mji wa Pinga. Donc wali tiaka kabisa nguvu mu kilomita kama 10 hivi na mji wa Pinga pale. Sasa njo kwenye wakatia mire AFC M23 ikakosa njia. Mnajua kule kuna pendaka kuripotiwa mapigano makali sana, AFC M23 ikitaka kuavanseme binashindikana kule. Sasa siku ya jana paka usiku walipigana vikali na pale ili wasonge mbele, hawakuweza kusonga mbele kwa sababu baada ya mapigano makali ya risasi, wazalendo kabisa waliwazuia waasi wa AFC M23
kusonga mbele, na inasemekana ya kwamba wapiganaji hao wa AFC M23 baada ya kupigwa walirudia nyuma mpaka katika eneo ya Mpeti ambayo nayo inachukuliwa kuwa ngome yao kuu katika eneo ile. Wakati wa mapigano yao wakihofia usalama wao walikimbilia katika misitu inayozunguka pale, licha ya utulivu ambao unaonekana Jumatatu hii asubuhi katika maeneo yale. Waliokimbia makazi yao bado hawajarudi kijijini wakihofia kuanza tena kwa mapigano. Donc wale wakazi ambao walikuwa walikimbia pale wajarejea katika eneo ile. Kuna utulivu, wa zalendo walirepusea AFC M23 ikarudia Mpeti. Kwa sasa kabisa hali iko en controle, wakaji wangali naoga wajarejea pale kwa sababu wanaendelea kuwaza kwamba wakati wote tena mapigano yanaweza yakaanza. Na pale mnasikia ni ataki ya AFC M23 ya jana. Sasa AFC M23 sijui ni vipi hayo inakamataka vita hivi. Wakisha atake eneo fulani, FARDC ina riposte mzingine eneo, wanasema kano FARDC inakiuka usitishaji vita. Sasa nawaambiaka kitu, wote ni wamoja. AFC M23 yenye iko Sud Kivu, yenye iko Nord Kivu, yenye iko Masisi na yenye iko Uvira, wote ni wamoja. Wakashambulia FARDC Masisi nayo ina riposte Uvira, donc ni kuriposte tu, ni kulipiza kisasi kote. Hakuna cha kusema no FARDC njo yenye inakiuka usitishaji vita. Na FARDC iko na watake mzingine eneo kama jana waliwashambulia kama maeneo tofauti. Wakawapiga sana na Minembwe na kwingineko, mu secteur ya Katoi wakapigwa sana. Donc hakuna cessez-le-feu kiukweli, hakuna cessez-le-feu. Sasa vita vinaendelea. AFC M23 kulalamika ni kupigana zile vita za komedia. Ofete AFC M23 wanapiganaka sana vita ya media, kunani kuambia communauté internationale kila wakati. Donc inakuwaka ni kupenda kuishutumu FARDC sana, ili communauté internationale ijue kwamba FARDC njo wenye wanakiukaka usitishaji vita. Wao njo wenye wanapendaka kabisa kukiuka makubaliano. Kiukweli hakuna cessez-le-feu kufro, wote wako na pigana, wote wako na pigana. Habari zetu zinaendelea. Muko naona mavideo zenye niko napitisha pale. Pardon si kuwaambia mengi kuhusu zile video, ni video za fro. Mliona wakaptire, mliona maarme lourde zenye zilikamatwa pale. Ni katika maeneo ya Sud Kivu kule Mho Plateau de Fizi kule kabisa. Kazi inaendelea kufanyika, wazalendo na FARDC wakisonga mbele. Minembwe kabisa, vraiment kama nilivyowaambia, ijakuwa rekipere, wangali ozalantor wakifanya maoperasyon tu ya kushambulia AFC M23 kule ndani. Ile video yenye mlifuata ni pale kabisa mu maeneo ya Fizi kwenye walikuwa na wako maoperasyon wakawakamata wasi wa AFC M23, na wengine wakaumia sana pale wakati wa mpigano hayo, na silaha hizo zilikuwa rekipere. Ile video nyingine yenye mko naipata pale ya magari zenye ziko na pita kurute za wanajeshi, ni maramfor za AFC M23 zenye zilikuwa zikitokea katika maeneo ya Minova zikielekea Sud Kivu. Donc AFC M23 ina renforcer na kule deja ni kujiandaa kwa vita. Donc hakuna cessez-le-feu ndugu zangu, hakuna cessez-le-feu. Zile video zenye mulizifuata hapo sasa ni za vita, ni za vita kabisa. Tukiendelea na taarifa zetu, habari zetu mbichi, tuwapeleke kule Uvira. Uvira, katika mji wa Uvira, kituo cha mpaka cha Gatumba na pale Kavimvira kilifunguliwa leo kabisa Jumatatu hii. Kivuko cha mpaka kati ya mji wa Uvira na Gatumba Burundi kilifunguliwa rasmi asubuhi ya leo baada ya siku kadhaa, na kimefungwa. Donc depuis kifungiwe ni miezi mbili ambayo ilikuwa na imeisha kufuatia mapigano ya AFC M23 kule Uvira. Kivuko hicho kilikuwa kimefungwa na nchi ya Burundi wakati AFC M23 ilikamataka mji wa Uvira.
Wakati kilifunguliwa hakuna sherehe rasmi iliyofanyika kwa ajili ya kufunguliwa tena. Pande zote mbili zilikubaliana kuruhusu njia ya bure kwa watumiaji. Mkuu wa huduma za uhamiaji huko Kavimvira nchini Kongo, baada ya mkutano na kamishna mkuu wa uhamiaji wa Burundi Bwana Maurice Mbonimpa, alisisitiza kwamba taratibu za kawaida za uhamiaji ni lazima kama kawaida. Visa ya hati ni muhimu na kwamba mpaka utakuwa wazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kwa hivyo wale walioko Burundi wanaweza kuvuka leo wakiwa na amani kamili ya akili na bila kabisa probleme yoyote. Ni taarifa kutoka kwa huduma za uhamiaji ambayo ilisema hayo. Kwenye mpaka kuna kuridhika miongoni mwa wakaaji wa pande zote mbili ambao wamekuwa wakiishi bila miunganisho tangu kufungwa kwa kituo hiki cha mpaka. Watu walio pita pale asubuhi ya leo walisema kwamba kabisa wanafurahi. Kuna aliyesema kwamba yeye ni mfanyabiashara ndogo ndogo, anafanyaka biashara ndogo ndogo pale Uvira, anaendaka Luvumera katika mji mkuu wa Bujumbura kununua bidhaa zake, kisha anarudi kama kawaida na kufanya biashara. Ali celebrate sana kwa kuwa ile mpaka imefunguliwa, donko kazi zitaendelea kama kawaida, ile biashara yake ataifanya kama kawaida. Kashukuru sana mamlaka zetu na zile za Burundi kwa kusikilizana na kusikia kilio chao kabisa cha kuomba msaada. Raia wengi wa Burundi walionyesha kuridhika kama huko. Wanasema kwamba kufunguliwa tena kwa mpaka ni faraja kubwa kwa wengi wetu Warundi. Maisha yetu yanategemea nchi zetu za kindugu na rafiki. Burundi mnakumbuka ilikuwa imefunga mpaka hiyo ledisi wakati ya M23 ilikuwa imefunguliwa, imekamata mji wa Uvira, na kwa sasa kabisa ilishafunguliwa baada ya miezi 10 ile mpaka. Na pale isitoshe tu kuwa ni population wa kufanya biashara pale, wakimbizi nao wataanza kurejea kabisa katika siku za mbele. Donc wale wakimbizi walioko nchini Burundi waliokimbiaka vita wakati wa mapigano kule maeneo ya Katogota kushuka mpaka Uvira, nao watakuja kurejeshwa katika maeneo yao, maisha yaendelee kuwa ya kawaida. Tunaendelea na habari zetu siku ya leo. Katika mji wa Beni kuna reunion ambayo iliwakutanisha viongozi tofauti na MONUSCO, pia na viongozi wa FARDC na viongozi wa askari polisi. Ile reunion, taarifa tunazo pale, itaongelea kuhusu jinsi ADF ilikujaka, donko kwenye ADF ilitokeaka. Wataongelea kuhusu matokeo ya ADF na waongelee kuhusu maamuzi ambayo watayakamata ili kuweza kabisa kupiganisha ADF ambayo ni kundi lenye silaha hatari ku population katika maeneo ya Beni, Lubero na Ituri. Population wanateseka kabisa na ADF. Ile reunion ilianza siku ya leo ikiongozwa na gouverneur wa Nord Kivu Somo Kakule, itaishaka le 26, donc ni siku 3, na ile reunion na iko nafanikiwa pale kwa Enclo Congo Solution mu ile commune ya Rwenzori. Pale njo kwenye reunion iko na fanyika, donc njo kwenye reunion iko na endelea. Donc pale njo kwenye reunion iko kabisa kati ya viongozi hao tofauti, ni kutafuta kama wanaweza kabisa wakapiganisha ADF, waifukuze mu maeneo ya Beni, Lubero na Ituri. Viongozi tofauti walikutania pale, wataongelea kabisa kwanza nani ADF ilitokea wapi. Baada ya kujua matokeo waangalie kabisa baada ya kujua ni wapi ilitokeaka, waangalie matokeo ya ADF, donc vitendo vyake nchini Kongo. Apres pale wakamate maamuzi kabisa yanayostahili ili kuweza kupiganisha ADF na kuifukuza kabisa katika maeneo yale kwenye inatesa wakaaji sana.
Ndugu zangu, asante kabisa. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea. Nawashukuru sana tena sana. Tupatane katika habari zifuatazo za jioni. Donc taarifa kabisa za magharibi njo. Tena tutakuja kuwapa mbichi mbichi. Kama kawaida ni Bauma, ni mzee wa mbichi ambaye naendelea kabisa kuwapa taarifa kama kawaida mu maparti tofauti, na naomba kusubscribe, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukua nazipata habari kwa wakati. Kama kawaida kujiunga nasi ni kugusa kwenye titre pale chini ya titre mu description kuna link yetu, uguse kwenye link hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu. Merci beaucoup.